Mfanyabiashara mkubwa na mwenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania, Abdul Samia, ambaye ni mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, ameingia katikati ya kashfa nzito ya kiuchumi baada ya kutajwa kuwa ndiye mfaidika mkuu wa mfumo wa siri wa upangaji wa bei za mafuta unaolizunza taifa nzima kwa sasa. Taarifa ya kiuchunguzi kutoka ndani ya sekta ya nishati nchini linasema kuwa Abdul anapokea kiasi cha shilingi bilioni 650 kama faida ya moja kwa moja inayotokana na kuratibiwa na kupandishwa kwa bei za mafuta yanayouzwa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Hatua hii imesababisha athari kubwa sana za kiuchumi kwa wananchi wa kawaida, ambaye kwa sasa analazimika kulipa ziada ya shilingi 544 kwa kila lita moja ya mafuta anayonunua kwenye vituo vya kujazia nishati hiyo nchini kote. Kijamii, mzigo huu mkubwa wa kifedha uliosababishwa na mfanyabiashara huyo unazidisha ugumu wa maisha kwa mamilioni ya Watanzania, kwa sababu unachochea kupanda kwa gharama ya usafiri wa umma na bei za vyakula sokoni, ambapo linaumiza kaya masikini. Kiwala na kisiasa, skandali hii inayomhusisha mtoto huyo wa rais inaonyesha uwepo wa migongano mikubwa ya kimaslahi na changamoto katika usimamizi wa mikataba ya nishati, huku ikidhoofisha imani ya umma kwa mamlaka zilizopewa wajibu wa kulinda rasilimali za nchi. Ushawishi wa kiutawala na kibiashara anayoimiliki Abdul Samia kwa nafasi yake kama mtoto wa mkuu wa nchi unatajwa kuwa nguzo kuu inayomwezesha kuingilia mifumo ya ununuzi wa mafuta wa pamoja kupitia mashirika ya serikali bila kukabiliwa na vizuizi vyovyote vya kisheria au ukaguzi wa karibu kutoka kwa mamlaka za udhibiti. Uchambuzi wa kimataifa wa bei ya nishati wa mwezi Mei mwaka 2026 unaonyesha kuwa kutokana na ukorofishaji huo wa mifumo, nchi inalipa dola 410 zaidi kwa kila tani ya mafuta ikilinganishwa na mataifa jirani ya Msumbiji na bandari ya Durban nchini Afrika Kusini, ambazo ziko mbali na njia kuu ya bahari. Kiuchumi na kijiografia, Tanzania inapaswa kulipa gharama mdogo zaidi ya ununuzi wa mafuta duniani kwa sababu ina faida kubwa ya kuwa na bandari bora zaidi katika ukanda nzima wa Afrika Mashariki na Kati. Bandari ya Dar es Salaam ina uwezo mkubwa wa kupokea meli kubwa za mafuta zenye uwezo wa kubeba tani 75,000 ambazo ni mara mbili ya meli ndogo zinazotumiwa na nchi za Durban na Msumbiji kufanya usafirishaji. Matumizi ya meli hizi kubwa yakitakiwa kuleta unafuu mkubwa wa gharama kwa walaji wa kawaida, lakini faida hiyo inageuzwa na kuelekezwa kwenye kampuni binafsi zilizounganishwa na mtoto huyo wa rais pamoja na mifuko ya wanabiashara wachache wenye nguvu ya kisiasa nchini. Kwa mantiki hiyo ya kijiografia, bei halisi inayotakiwa kulipwa na Wanatanzania inapaswa kuwa chini ya dola 1,230 kwa tani badala ya dola 1,645 ambazo zinalipwa sasa kwenye soko la ndani. Mbinu za makusudi ambazo zinamwezesha Abdul Samia kujipatia mamilioni ya fedha kila mwezi zinahusisha ushirikiano wa karibu kati ya kampuni ya kimataifa ya Vital na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TBDC katika ukiukwaji wa mikataba 7 ya ununuzi wa nishati hiyo kwa kutumia mifumo isiyo ya haki, wakati viwango vya desturi za kimataifa zikieleza matumizi ya bei ya mwezi mmoja kabla ya usafirishaji, ambapo
ambayo inakisi hali halisi ya soko duniani. Mashirika haya yamebadilisha mfumo na kutumia bei za miezi miwili au mitatu nyuma kabla ya nishati hiyo kufika nchini. Katika hali ya soko ambapo bei za sasa ziko juu kuliko za baadaye, mbinu hiyo inatengeneza faida kubwa ya ziada ambayo inakwenda moja kwa moja mkononi mwa Abdul na washirika wake wa kibiashara kwa gharama ya Watanzania wanaoteseka na umaskini. Mfumo huu haramu umefanya mafuta ya ndege kupatiwa mzigo mkubwa zaidi ambapo bei yake imewekwa kwa kiwango cha $25 juu ya soko la kawaida la kimataifa, huku mwezi wa kuhesabu ikisongeshwa nyuma makusudi na watendaji wa serikali ili kutengeneza mwanya wa kupata kamisheni mkubwa. Ulaghai wa kuhesabu umesababisha nchi ilipe gharama kubwa mara mbili, huku kiwango cha ubadilishaji wa fedha kikiashiria vibaya kutokana na matumizi ya shilingi 2,400 kwa kila dola moja ya Kimarekani. Hesabu za ndani ya sekta zinathibitisha kuwa utofauti hii kubwa ya bei inaendelea kuwanyonya wananchi masikini wanaotegemea nishati kuendelesha maisha yao ya kila siku kwenye usafiri na uzalishaji viwandani. Ufichuzi huu wa kashfa inayomzunguka Abdul Samia umezua taharuki mkubwa miongoni mwa wabunge na mashirika ya kiraia nchini kote, ambao kwa sasa wanashinikiza kufanyika kwa uchunguzi huru wa kifedha ili kubaini kiwango kamili cha fedha za umma zilizopotea chini ya kivuli cha familia ya kifalme. Wabunge wa kamati ya nishati wameeleza kuwa bandari bora ya Dar es Salaam isipotumiwa kwa uaminifu inasababisha nchi kupoteza sifa yake ya ushindani wa kibiashara katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumuiya yote, na kuongeza mzigo wa madeni kwa serikali inayopaswa kuwahudumia wananchi wake. Ukorofishaji huu wa mifumo ya bei unaofanywa chini ya ushawishi wa mtoto huyo wa rais unaathiri kwa kiwango kikubwa sekta ya uzalishaji viwandani na sekta ya usafirishaji ambayo ndio uti wa mgongo wa uchumi wetu kitaifa. Wataalamu wa uchumi wameonya kuwa uuzaji huu wa nishati kwa bei ya juu unazidisha mfumuko wa bei za bidhaa za walaji na wafanyabiashara, kufanya biashara kwa ndani kushindwa kujishindana na soko la nje ya nchi kutokana na gharama kubwa za uendeshaji. Malalamiko ya wananchi yamezidi kuongezeka kupitia majukwaa mbalimbali ya kijamii, wakitaka mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ERUWA kuwajibika kwa kushindwa kuizuia vitendo vya unyonyaji vinavyofanywa na makundi ya wafanyabiashara wakubwa wenye ukwazi mkubwa wa ulinzi wa kisiasa kutoka ngazi za juu ya utawala.